Naibu Rais Kithure Kindiki akumbana na umati uliokuwa na hasira na kumfukuza huku wakiimba nyimbo za one term na Ruto must go katika kaunti ya Nyeri. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na tafadhali kumbuka kusubscribe. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alikumbwa na hali ya sintofahamu alipofanya ziara ya kikazi katika eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri, ambapo kundi la vijana lilimshambulia kwa maneno makali muda mmoja tu na kauli za one term zikiwa zimekusanya nje ya uwanja wa hafla hiyo ya uwezeshaji wa wananchi. Tukio hilo la vijana lilionekana wazi kutoa ujumbe wa kutoridhishwa na uongozi wa baadhi ya maafisa wakuu serikalini na ni ishara ya mvutano unaoendelea kati ya ngazi za juu za siasa za Mlima Kenya. Vijana waliokuwa nje ya uzio wa uwanja walikabiliwa vikali na maafisa wa usalama waliotumwa kudhibiti hali hiyo. Kufuatia mvutano huo, idadi ya maafisa wa polisi iliongezwa ili kuhakikisha kuwa shughuli za hafla hiyo bado zinaendelea bila kuvurugwa. Haya yanajiri wakati ambapo mgawanyiko wa kisiasa unazidi kuibuka haswa katika eneo hilo, huku baadhi ya viongozi wa serikali wakionekana kutofautiana kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa jamii ya Gema. Na katika hotuba yake, Naibu Rais alitoa kauli zilizotafsiriwa na wachambuzi wa siasa kuwa zilikuwa zikimlenga aliyekuwa mtangulizi wake Rigathi Gachagua kwa tuhuma za kuendeleza siasa za kudhalilisha viongozi wenzake na kudai uongozi wa kipekee wa eneo hilo. Alimeongeza dhana ya uwepo wa mvutano mkubwa kati ya viongozi wawili hao, haswa ikibainika kwamba ni wakuu kutoka eneo hilo la Mlima Kenya ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Aidha, Profesa Kindiki alisisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza imejizatiti kutekeleza ahadi zake kwa wananchi bila kuathiriwa na mvutano wa kisiasa wa ndani. Ilikuwa ni hatua ya kutuliza hali iliyozidi kuchacha, huku baadhi ya wananchi na viongozi wakionyesha wasiwasi kuhusu umoja na mwelekeo wa serikali haswa katika kutimiza wajibu wake. Mapema siku hiyo, Kindiki alikutana na gavana wa Embu Cecily Mbarire katika makazi yake rasmi ya Karen jijini Nairobi. Mkutano huo ulifanyika kufuatia mvutano ulioibuka wakati wa sherehe za Madaraka Day, ambapo Mbarire alionyesha kutoridhishwa na mikutano ya naibu rais iliyofanyika bila ushirikiano wake. Hata hivyo, Profesa Kindiki alikanusha kuwepo kwa mgawanyiko kati yao na kueleza kuwa mikutano hiyo ilikuwa ya maendeleo peke yake na si kisiasa. Katika kongamano la kwanza la zao la makademia lililofanyika Embu, Profesa Kindiki pia alieleza hatua yake ya kuingilia kati mswada wa mwaka 2025 kuhusu mazao ya biashara ambayo alilenga kuondoa mogoka kutoka kwenye orodha ya mazao ya kisheria na kuliorodhesha kama dawa haramu. Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya, ambaye pia ni mlezi wa mswada huo, tayari ameandika barua kwa spika wa bunge wa kitaifa akiomba mswada huo uondolewe. Tukio hili limedhihirisha zaidi mvutano wa kisiasa unaoanza kushika kasi katika maeneo ya Mlima Kenya, huku wanasiasa wakitafuta nafasi ya kujipanga upya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.